والصبر باب للعلا والصبر مفتاح الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bismillah, tunaendelea kukisoma kitabu kiitwacho Al-Ashhurul Hurum, fadluha wa ahkamuha fi dawi at-tarikhi wa shari'a, utunzu wa Sheikh Walid As-Samami'ah. Bismillah, awwalu man sammaha, wa mwanzo kuiita miezi kwa majina. Ni nani wa mwanzo kuiita miezi hii ya Kiarabu kwa majina ambayo tumeyataja, Dhulhijja, Dhulqa'da na mfano wa hivyo? Qila, pamesemwa, inna awwala man sammaha Kilab ibn Murra, hakika wa mwanzo aliyeita kwa majina ni Kilab ibn Murra. Wala takadu al-arabu tantiqu bi arba'atin minha, wala hawakaribi wa arabu kutamka miezi minne katika miezi hiyo 12, illa mudafatan ila lafdhi shahrin, ila lafdhati shahrin, isipokuwa hali ya kutegemezwa kwenye tamko shahri, yani mwezi. Yani hawatamki miezi minne katika miezi hiyo isipokuwa anasema shahr, yani shahr Ramadan au shahru Shaaban. Hawatamki tu hivi hivi Ramadan au Rajab wakatamka zaidi ya minne bila ya kusema neno shahri, anakusudia hivyo. Wa hiya shahra Rabi'in wa shahru Rajabin wa shahru Ramadana. Hawakaribii Waarabu kutamka miezi hii minne isipokuwa pamoja na kutamka neno shahri, yani hawaitamki miezi hii minne kwa mfululizo bila ya kusema mwezi fulani, kwa kusema tu Ramadhani, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Rajab, bila kusema mwezi wa Rabiul Awwal, shahru Rabiul Awwal na mfano wa hivyo. Wahia, nayo hiyo minne, shahra Rabi'in, ni miezi miwili ya Rabi'i. Kwenye kitabu imeandikwa shahra Rabi'i, tuongeze kasra ya pili we shahra Rabi'in, miezi miwili ya Rabi', yani Rabi'ul Awwal na Rabi'ul Thani au Rabi'ul Akhir. Wa shahru Rajabin, na mwezi wa Rajab. Wa shahru Ramadana, na mwezi wa Ramadana. Na sio makruhu kutamka tu bila ya kusema shahr. Al-ashhurul hurum, miezi mitukufu. Wal ashhurul hurum, na miezi mitukufu, minha, katika hiyo miezi 12, arba'atun, ni minne. Waqad ajma'a al-ulama'u ala annaha, na hakika wamekubaliana wanawazuoni juu ya kwamba hiyo miezi mitukufu ni hii: al-Muharram wa Rajabun wa Dhulqa'dati wa Dhulhijja. Rajab, Muharram, Dhulqa'da na Dhulhijja ndio miezi mitukufu. Mata tabda'u sanatul qamariyya, ni wakati gani huanza mwaka wenye kunasibika na mwandamo wa mwezi, yani miaka hii tunaiita miaka ya Kiarabu. Tabda'u sanatul qamariyatu, huanza mwaka wenye kunasibika na muandamo wa mwezi, bistihlalil qamari, kwa kuandama mwezi, fi gharratil Muharram, katika mwanzo wa Muharram. Watansalikhu biinqida'i dhilhijjati, na humaliza mwaka kwa kumaliza Dhulhijja. Ukimaliza mwezi wa Dhulhijja ndio umemaliza mwaka. Kwa hiyo Dhulhijja mfungo 3 ni mwezi wa 12 na Muharram ni mwezi wa kwanza katika mwaka. Mbele imekuja anwani adadu ayami sanati alqamariya, na hapa tutapapita kidogo, tutaendelea mbele ta'dhimul jahiliyyati lil ashhuril hurumi, kwa sababu hapa kwenye hii anwani au hii faqra adadu ayami sanati alqamariya biidhnillahi ta'ala, huenda nikaongezea taaliki kutoka kwa Sheikh Yusuf Farhan ambaye ni mwanafunzi au ambaye anasimamia mambo ya Sheikh Walid As-Samami'ah, au kutoka kwa yeye mwenyewe Sheikh Walid As-Samami'ah. Kwa hiyo napapita kwa sababu hiyo, na huenda pia tukabadilisha sehemu katika kitabu kwenye mahala hapa. Ta'dhimul jahiliyyati lil ashhuril hurumi, utukuzaji wa jahiliya waliokuwepo kabla ya Uislamu kuitukuza miezi mitukufu. Pakisemwa jahiliya sio maana yake wajinga kama tulivyosema mwanzo, maana yake ni ambao walikuwepo kabla ya kuwepo Uislamu, ambao walikuwa ni wenye kufuata mila zao. Kanatil arabu fil jahiliyati, walikuwa Waarabu katika zama za ujinga, yani kabla ya kuja utume, maamahum alayhi min ad-dalali wal kufri, pamoja na ambacho wao walithibiti juu yake kuna upotevu, wal kufri na kufru, walikuwa yuadhimuna al-ashhur al-hurum al-arba'ata, wanaitukuza miezi mitukufu minne. Wayuharrimuna al-qitala fiha,
na wanaharamisha kupigana ndani yake, yani walikuwa wanajizuia na wanaambiana kwamba ni haramu, na kila mmoja alikuwa anaitakidi kwamba ni haramu kupigana katika hiyo miezi minne. Hatta law laqiya ar-rajulu fiha qatila abihi, hata lau amekutana mtu ndani ya miezi hiyo na mwenye kumuua baba yake, yani ambaye amemuua baba yake akakutana naye kwenye miezi hiyo mitukufu minne, lam yaqrubuhu, hamkurubi, hamdhuru, hampigi, japokuwa anamchukia lakini hampigi kwa kuhesabu kwamba hii ni miezi mitukufu, ni haramu kupigana. Ila an hadatha fihimun nasiu, mpaka kulipozuka ndani yao kucherewesha. Tutaelezea huko mbele ni nini kucherewesha makusudio. Baada ya kutokezea hilo jambo la kucherewesha miezi, kuisogeza mbele ili wapate kufanya mambo yao, ile miezi mitukufu ambao walisema kwamba ni haramu kupigana, wakaipeleka mbele, wakaicherewesha, yani kuisogeza mbele. Wakaidadi kwamba ule mwezi wa mwanzo ambao ilikuwa ni haramu sio mwezi ambao ni haramu, kwa hiyo wa mbele yake ndio ni haramu, ili wapate lengo lao la kupigana, na mbele maelezo yatakuja. Fakanu yansauna almuharrama, basi walikuwa wanaucherewesha Muharram, ayu akhirunahu, yani wanaucherewesha ila Safar, mpaka kwenye mwezi wa Safar. Muharram ndio mwezi wa kwanza, Safar ndio mwezi wa pili. Wao walikuwa wakifanya vipi? Muharram wanaupeleka kwenye Safar, wanajalia Muharram ule mwezi wa Safar ndio mwezi wa Muharram, mwezi mwingine wa mbele yake ndio mwezi wa Safar. Kwa hiyo ule mwezi wa kwanza wakawa wanaujalia ndio Dhulhijja. Hivyo ndivyo walivyokuwa wanafanya. Mwezi wa kwanza wakaufanya ndio mwezi wa 12, na mwezi wa pili wakaufanya kuwa ndio mwezi wa kwanza kuwa ni Muharram. Kwa ufupi wamebadilisha majina kwa sababu miezi haibadiliki. Wamebadilisha majina kujalia kwamba huu mwezi umecherewa kwa mipango yao waliokuwa wanaiweka. Fayuharrimunahu makanahu, basi wanauharamisha mwezi wa Safar mahala pa mwezi wa Muharram. Yani kwenye mwezi wa Safar ndo walikuwa wanaharamisha vita, walikuwa wanaharamisha vita kwenye mwezi wa Safar. Yani makusudio ni kwamba miezi ambayo ni haramu ni Muharram, Rajab, Dhulqaada na Dhulhijja. Vipo walikuwa wanafanya wao, baada ya Dhulhijja inakuja Muharram. Wao walikuwa wanajalia kwamba mpaka Dhulhijja ndio mwisho wa kujizuia kupigana vita. Ule mwezi wa mbili wa pili Muharram ambao pia ni haramu kupigana, walikuwa wanafanyaje? Wanajalia kwamba huu mwezi sio haramu, huu mwezi huu sio haramu, huu ni Safar, na huu mwezi wa pili yake huo ndio itakuwa ni haramu, ili isiambatane miezi hii hali ya kuwa yote ni haramu baina ya Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, isiambatane miezi mitatu bila ya kupigana. Kwa hiyo wakawa wanahalalisha huo mwezi mmoja wakati, ili wapate lengo lao la kupigana, halafu huko mbele ndo watajizuia wasipigane. Walikuwa wanafanya hivyo. Wayansauna Rajaban, na walikuwa wanaucherewesha mwezi wa Rajab, fayuakhirunahu ila Shaabana, wanaucherewesha mpaka Shaaban. Baada ya Rajab ni Shaaban. Ule mwezi wa Rajab ambao ni haramu kupigana kwa itikadi zao, walikuwa wakijalia kwamba huu sio haramu, na mwezi wa Rajab ni huu mwezi wa mbele, yani ambao ni haramu ni Shaaban, lakini huu Shaaban ndio Rajab, yani wanauita kwa jina la Rajab, wanaucherewesha, wanaupeleka mbele kwamba huu haramu upo mbele na huu wa mbele ndio tunauita Rajab. Walikuwa siku wanazipunguza au wanaziongeza ili tarehe zao zikae sawa, wapate malengo yao. Fayuharrimunahu makanahu, wanauharamisha mwezi wa Shaabani mahala pa mwezi wa Rajab, yani kwenye mwezi wa Shaaban ndo wanajalia kwamba ni haramu kupigana. Liyastabihu alqitala fil ashhuril hurumi, ili wajihalalishie kupigana katika miezi mitukufu. Qala Allahu ta'ala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah. Kwenye hii aya kwenye kitabu mtu ataiweka sawa kama ambavyo inaandikwa kwa khati za Qur'ani. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, hakika kucherewesha ni ziada katika kufru. Hichi kipande hichi huchukuliwa dalili kwamba mtu ikiwa yupo kwenye kufru au amertadi,
Kila akichelewa kutamka shahada mbili kwa ajili ya kuingia kwenye Uislamu, huzidi kufuru yake, anazidi kufuru na dhambi zake zinaongezeka. Yudallu bihi alladhina kafaru, hufanywa wapotevu kwa huko kuchelewesha ambao wamekufuru. Yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama, wanauhalalisha mwaka fulani na wanauharamisha mwaka fulani. Yani ni kule kuchelewesha na kutanguliza miezi ili wapate malengo yao. Liwatiu iddata ma harrama Allah, ili wavaane na mengi katika ambayo ameyaharamisha Mwenyezi Mungu, ili wavaane na idadi kubwa au na mengi ambayo ameyaharamisha Mwenyezi Mungu. Fayuhillu ma harrama Allah, basi huhalalisha ambayo ameyaharamisha Mwenyezi Mungu, na kuhalalisha ambalo ameliharamisha Mwenyezi Mungu ni katika kufuru. Wa innama nasiu ziyadatun fil kufri. Wakanu yuakhiruna hajjahum, na walikuwa wanaichelewesha hija yao. Alladhi kana fil jahiliyati an waqtihi, ambayo ilikuwa katika zama za ujinga. Walikuwa wanaichelewesha hija yao ambayo ilikuwa katika zama za ujinga. Yani hiyo hija ambayo walikuwa wanaifanya, na sio hija, inaitwa hija kwa vile wao wanaiita hija. Hiyo hija yao walikuwa wanaichelewesha an waqtihi, kuiepusha na wakati wake. Tahariyan minhum lisanati shamsiya, kwa kuchunga uchungaji kutoka kwao kuichunga miaka ya shamsia. Miaka ya shamsia ni hii tunayoiita miladia, kwa sababu hii hesabu zake zinaenda kwa jua. Kwa hiyo walikuwa wanaichunga miaka hii ya shamsia, ndiyo maana wanachelewesha hija yao. Fakanu yuakhirunahu fi kulli amin 11 yawma, kwa hiyo walikuwa na ichelewesha hija yao katika kila mwaka kwa muda wa siku 10. Hatta yadura ad-dawru fi 33 sanatan fayauda ila waqtihi, mpaka uzunguke mzunguko katika muda wa miaka 33. Katika muda wa miaka 33 fayauda ila waqtihi, ili irudie hija katika wakati wake, yani katika ule muda wa Dhulhijja. Yani namna walivyokuwa wanafanya Dhulhijja, hawaanzi katika muda wake, wanaichelewesha kwa baadhi ya siku, na wanaianza baada ya siku 11. Kila mwaka wanazipitisha siku 11, ndipo wanaitekeleza hiyo Dhulhijja. Wanafanya hivyo mpaka ikishapita miaka 33. Ikipita miaka 33 inakuwa inatokezea kwamba wanaifanya hija ndani ya Dhulhijja, tena katika wakati wake ule wa mwanzo. Yani hayo ndio makusudio. Irja'u al-ashhur ila mawdi'iha, urejeshwaji wa miezi kwenye muhalamu wake. Baada ya wao kuchelewesha na kutanguliza kwa matamanio yao, ilirejeshwa miezi kama ilivyo. Ilikuwaje? Falamma kanat as-sanatu at-tasi'atu min al-hijrati, zama ulipotokea mwaka wa 9 tokea kuhama mtume kuingia Madina. Hajja bin nasi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, alihiji pamoja na watu Abu Bakr as-Siddiq, Mwenyezi Mungu amuye radhi, bi amri rasulillahi, kwa amri ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Fawafaqa khurujuhu lilhaji fi dhilqa'dati, tuweke sawa isiwe fawafaqa. Naam, fawafaqa khurujahu lilhaji, akaafikiana na kutoka kwake kwa ajili ya hija. Tuweke fawafaqa khurujuhu, kukaafikiana kutoka kwake kwa ajili ya hija. Fi dhilqa'da, katika mwezi wa Dhulqa'da. Yani kwa vile wao walikuwa wanachelewesha siku 11, au wanatanguliza siku 11, ndipo wanafanya Dhulhijja. Baada ya miaka 33 ndipo inatokezea kwamba ile hija inafanyika katika mwezi wa Dhulhijja wenyewe, mwanzoni mwake kama inavyotakiwa, ni kwenye mwezi husika katika wakati husika. Kwa sababu kwenye mwezi wa Dhulhijja ukivuka siku 10 za mwanzo bila kuhirimia hija, ambayo hija lazima uhirimie mwezi wa 9 Arafa, ukivuka siku 10 inakuwa wewe hujaipata hiyo hija, kwa sababu ukikosa kisimamo cha Arafa mwezi 9 hupati tena mpaka mwaka mwingine.
lakini mtume alimruhusu Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq kufanya hija katika mwaka wa 9 kwa kuchukulia ile hesabu ambayo walikuwa wanaenda nayo Waarabu, ambayo ni hesabu ya kutanguliza siku 11 ili wachunge ile miaka ambayo inaenda sambamba na ashamsi, yani miaka ya miladia. Kwa hiyo baada ya miaka 32 Sayyiduna Abu Bakr, baada ya miaka 31, yani ndani ya mwaka 32 Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu yeye ameenda hija kwa amri ya mtume. Kwa hiyo hija yake ikawa ndani ya mwezi wa Dhulqaada kama alivyosema kwenye kitabu, thumma hajja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil aam alqabili, kisha akahiji mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam katika mwaka wa mbele ambao ni mwaka wa 33. Fawafaqa audul haji ila waqtihi, kukaafikiana kurejea hija kwenye wakati wake. Kwa vile ni mwaka wa 33, hija inarejea pale pale kwenye Dhulhijja ambao ndo wakati wake. Fi Dhilhijja, katika Dhilhijja, kama wudi'a awwala, kama ilivyowekwa mwanzo. Falamma qada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hajjahu, zama alipomaliza mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam hija yake, khataba fi nnasi, aliwahutubia watu, alihutubu kati ya watu, yani alisimama baina ya watu hali ya kuwa ni khatibu, sio lazima kuwa ni Ijumaa. Na wanazuoni wa hadith na tarikh wametaja kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama Arafa, kisimamo cha Arafa mwezi 9 siku ya Ijumaa. Kwa hiyo mwezi wa Dhulhijja kwenye mwaka huo uliingia katika siku ya Alhamis, na kwa tarehe hii na kwa maneno haya yanapelekea kile alichokisema wanawazuoni kwamba sio sahihi kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa siku ya Jumatatu halafu ni mwezi 12. Na amekufa siku ya Jumatatu Rabiul Awwal, lakini kuwa ni Jumatatu pia ni mwezi 12 sio sahihi. Na Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani amenukuu katika Fathul Bari ijma'i na ittifaqi ya wanazuoni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama amekufa siku ya Jumatatu katika mwezi wa Rabiul Awwal. Kwa hiyo kwenye hesabu yoyote utakayopiga, ukipiga hesabu kwamba mwezi wa Dhulhijja ulikuwa na siku 29 na mwezi wa Muharram ni siku 29 na mwezi wa mbele yake ni siku 29, hesabu yote utakayopiga, yani Safar kwamba pia ni siku 29, halafu Rabiul Awwal ndo baada yake, kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa baada ya hija kwa miezi 3 takriban. Vyovyote utakapopiga hesabu, ikiwa ni siku 29 hii miezi, au ikiwa mwezi wa kwanza ni 29, hiyo ya mbele ni siku 30, au ikiwa mwezi wa kwanza na wa pili 29, wa tatu ni siku 30, au yote ni siku 30, hesabu yote utakayoipiga hupati hisabu ya kwamba Rabiul Awwal ilikuwa ndani yake mwezi 12 ni siku ya Jumatatu, utapata siku ya Jumapili na hesabu nyingine utakayopata. Lakini hesabu ya kupata kwamba mwezi 12 kwa sura hii inaweza ikatokea kuwa ni siku ya Jumatatu hupati ndani ya mwezi wa Rabiul Awwal kwa mwaka huo. Naam, tunaendelea. Mtume alipomaliza hija yake sallallahu alayhi wasallama, waqala, na akasema, inna zamana qad istadara, retu itifatha, hakika zama zimeshazunguka, kahayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda, kama ilivyo namna yake siku aliyoumba Mwenyezi Mungu mtukufu mbingu na ardhi. Makusudio kama ambavyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekadiria, na sio kwamba kilibadilika alichokikadiria Mwenyezi Mungu. Ambacho mikadiria Mwenyezi Mungu kinaenda vile vile na hisabu inaenda vile vile, lakini baina ya watu ile hisabu imewapotea mpaka baada ya kupita miaka 33. Hii leo hisabu tayari imeshakaa kwenye vichwa vya watu kwa usawa kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaekea waja. Yani anna al-hajja, anamaanisha kwamba hija qad aada fi dhilhijjati, imesharudia katika mwezi wa Dhulhijja. Wa kana awwala man nasa ash-shuhura, na alikuwa wa mwanzo kuichelewesha miezi Amr ibn Luhayy, ni huyo anaitwa Amr ibn Luhayy kwa ajili ya
mapambano na watu kuendelea na vita. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhira. سنرحل يوما بدون رفيق، فرادى سنمضي بذاك الطريق، فمنا سعيد هنيء رضي، ومنا على ما دهاه شفيق. تيارارارا